PrEP kwa kuzuia VVU, yale unayohitaji kujua kabla hujaanza. PrEP ni nini? PrEP, kinga kabla ya kuathiriwa, kwa Kiingereza pre-exposure prophylaxis, ni dawa unayotumia kuzuia VVU. Ina viambato viwili vinavyofanya kazi, tenofovir disoprotyl na emtricitabine, katika kidonge kimoja. Ikitumika kama ilivyoagizwa, inazuia VVU kuzaliana mwilini mwako. Utafiti unaonyesha kwamba ikitumika ipasavyo, PrEP ina ufanisi mkubwa katika kuzuia VVU. Kabla hujaanza mambo muhimu. Unahitaji kuwa huna VVU ili kuanza. Daktari wako atathibitisha hili kwa kipimo kabla hujaanza, na utapimwa tena mara kwa mara ukiwa unaitumia. PrEP ina ufanisi mkubwa ikitumika kama ilivyoagizwa. Utafiti unaonyesha kwamba PrEP ya kila siku hupunguza hatari ya kupata VVU kupitia ngono kwa zaidi ya 99%. Idadi ndogo ya watu duniani kote wamepata VVU wakiwa wanatumia PrEP. Visa hivi adimu kwa kawaida vilihusisha aidha aina ya virusi inayostahimili dawa au dawa isiyotosha mwilini. Kuitumia kama ilivyoelekezwa ndiyo huifanya ifanye kazi. PrEP huzuia VVU pekee. Haizuii maambukizi mengine yanayoambukizwa kwa njia ya ngono kama vile kaswende, kisonono au klamidia. Kondomu hupunguza hatari ya hayo, na upimaji wa mara kwa mara wa STI ni sehemu ya kutumia PrEP. PrEP inaweza kuathiri figo zako. Mara chache kunaweza kutokea kupungua kwa uchujaji wa figo. Athari hii kwa kawaida ni ndogo na hupotea PrEP inapoachwa. Mwambie daktari wako kama umewahi kuwa na matatizo ya figo au unatumia dawa nyingine zinazoathiri figo. Daktari wako huangalia utendaji wa figo zako kabla hujaanza na katika mapitio yako ya kawaida. Kuna athari ndogo kwenye msongamano wa mifupa. Mwambie daktari wako kama una ugonjwa wa mifupa kulegea, osteoporosis, mifupa inayovunjika kwa urahisi, au historia ya familia ya mojawapo. Daktari wako ataangalia hali yako ya homa ya ini aina B, hepatitis B, kabla hujaanza, kwa sababu dawa zilizomo katika PrEP pia hutenda kazi dhidi ya homa ya ini aina B. Watu wengine hupata usumbufu mdogo wa tumbo wanapoanza, kichefuchefu, kujaa kwa tumbo, choo kilicholegea. Hili kwa kawaida hutulia ndani ya wiki chache za kwanza. Mapitio ya mara kwa mara ni muhimu. Panga uchunguzi kamili wa afya ya ngono na kukutana na daktari wako kila baada ya miezi 3. Iwapo utapata dalili zozote zinazokuhangaisha wakati wowote, ongea na daktari wako. Jinsi ya kutumia PrEP. Jinsi unavyotumia PrEP inategemea aina ya ngono unayofanya zaidi, kwa sababu dawa huchukua muda tofauti kufikia viwango vya kinga katika tishu tofauti. Kwa wanaume mashoga na wenye mvuto wa jinsia mbili wanaofanya ngono ya njia ya haja kubwa, kuna chaguo mbili hapa, na zote mbili hufanya kazi vizuri. PrEP ya kila siku. Kwanza, anza kutumia kidonge kimoja kila siku. Baada ya takriban siku 3 za vidonge vya kila siku, umelindwa kwa ngono ya njia ya haja kubwa. Kama unahitaji kinga mapema zaidi, unaweza kutumia vidonge viwili pamoja kama dozi yako ya kwanza kabisa, ambayo hufikia viwango vya kinga ndani ya takriban saa 2. Baada ya hapo, endelea na kidonge kimoja kila siku. Kuendelea, tumia kidonge kimoja kila siku. Si lazima iwe wakati ule kila siku, ingawa kuchagua saa maalum hurahisisha kukumbuka. Kuacha, endelea kutumia PrEP baada ya ngono yako ya mwisho ya njia ya haja kubwa, kidonge kimoja saa 24 baadaye, na kidonge kimoja saa 48 baadaye. Siku hizo mbili za ziada huweka viwango vya kinga ili kufunika athari yoyote ya hivi karibuni. Kisha umemaliza. PrEP ya kulingana na tukio 2 ondoa 1 ondoa 1. Dozi ya kulingana na tukio imechunguzwa vizuri kwa wanaume mashoga na wenye mvuto wa jinsia mbili wanaofanya ngono ya njia ya haja kubwa. Katika jaribio la EPAGAI ilipunguza hatari ya VVU kwa takriban 86%, ikiongezeka hadi takriban 97% katika utafiti wa kuendelea ilipotumika ipasavyo. Vidonge 2 pamoja saa 2 hadi 24 kabla ya ngono. Kidonge moja saa 24 baada ya dozi hiyo ya kwanza maradufu. Kidonge moja saa 24 baada ya hapo, saa 48 baada ya dozi ya kuanzia. Iwapo ngono itaendelea kwa siku kadhaa, endelea kutumia kidonge kimoja kila baada ya saa 24, na utumie kidonge chako cha mwisho saa 48 baada ya mara ya mwisho uliofanya ngono. Mambo muhimu.
Dozi ya kulingana na tukio hufanya kazi tu na aina ya PrEP ya tenofovir disoprotyl AM3 Truvada na vizazi vyake vya kawaida. Weka kengele kwa vidonge vya saa 24 na saa 48. Njia ya kawaida zaidi ambayo dozi ya kulingana na tukio inashindwa ni kusahau vidonge vya kufuatilia mara ngono inapoisha. Vidonge hivyo vya kufuatilia ndiyo kinga yenyewe. Kama unaishi na homa ya ini aina B, hepatitis B, PrEP ya kulingana na tukio haikufai. Dozi ya kila siku ndiyo itakayokufaa zaidi. Kwa watu wanaofanya ngono ya uke au uke uliotengenezwa, wanawake, wanaume wa jinsia tofauti na watu wenye uzoefu wa kubadili jinsia. Kwa ngono ya uke na uke uliotengenezwa ya kupokea, PrEP ya kila siku ndiyo njia inayopendekezwa. Tenofovir huchukua muda mrefu zaidi kufikia viwango vya kinga katika tishu hizi kuliko katika ngono ya njia ya haja kubwa, kwa hiyo dozi ya kila siku hutoa kinga ya kuaminika zaidi. Kwanza, tumia kidonge kimoja kila siku. Baada ya takriban siku 7 za vidonge vya kila siku, una viwango vya kinga kwa ngono ya uke na uke uliotengenezwa. Tofauti na ngono ya njia ya haja kubwa, dozi maradufu ya kuanza haraka haifupishi muda huu, kwa hiyo ipe siku 7 kamili. Kuendelea, tumia kidonge kimoja kila siku. Kuacha, endelea kutumia kidonge kimoja kila siku kwa siku 28 baada ya mara yako ya mwisho ya hatari. Mkia huo mrefu zaidi huweka viwango vya kinga ili kufunika athari yoyote ya hivi karibuni. Ujauzito na uzazi wa mpango. Kama unaweza kupata ujauzito na unafanya ngono bila kondomu, kumbuka unaweza kupata mimba. Fikiria uzazi wa mpango kama hujakusudia kupata mimba. Aina ya PrEP ya TFT inapendekezwa kuwa inafaa kuendelea nayo wakati unajaribu kushika mimba, wakati wa ujauzito na wakati wa kunyonyesha, na miongozo ya sasa hailioni kama kizuizi cha kuanzisha familia. Kama una ujauzito, unapanga kupata ujauzito au unanyonyesha, mwambie daktari wako. Dozi ya kulingana na tukio, chaguo jipya zaidi la kujadili na daktari wako. PrEP ya kila siku ndiyo chaguo la kawaida linalopendekezwa kwa kundi hili. Miongozo mipya zaidi ya kimataifa BASH, Uingereza, 2025 pia inaunga mkono dozi ya kulingana na tukio kwa baadhi ya watu wanaofanya ngono ya uke au uke uliotengenezwa ya kupokea. Hii bado si ya kawaida kila mahali, kwa hiyo ibue na uipange na daktari wako badala ya kuanza peke yako. Kama wewe ni mpokeaji anayepokea, ratiba inayoungwa mkono ni 2 kisha 7 vidonge 2 saa 2 hadi 24 kabla ya ngono, kisha kidonge moja kila siku kwa siku 7 baada ya mara ya mwisho uliofanya ngono. Kama wewe ni mwingiliaji anayeingiza, ratiba inayoungwa mkono ni 2 ondoa 1 ondoa 1. Dozi ya kulingana na tukio hufanya kazi tu na aina ya TFT. Mapitio ya mara kwa mara. Kama sehemu ya utaratibu wa kawaida wa PrEP, utamwona daktari wako kila baada ya miezi 3. Hili ni kwa ajili ya agizo jipya la dawa, uchunguzi kamili wa afya ya ngono na ukaguzi wa figo, na ni fursa nzuri ya kuzungumzia madhara yoyote. Mwone daktari wako. PrEP ni dawa inayohitaji agizo la daktari. Ili kujua kama inakufaa na ni chaguo lipi linalolingana na hali yako, ongea na daktari au kliniki ya afya ya ngono ulipo. Panga miadi kama utapata dalili zozote zinazokuhangaisha, kama unafikiri huenda umeathiriwa na VVU bila kinga ikiwa imewekwa, au kama umewasili wakati wa mapitio yako ya kila baada ya miezi 3. Taarifa hizi ni za jumla na si mbadala wa ushauri wa kitabibu wa kibinafsi. PrEP ni dawa inayohitaji agizo la daktari. Ongea na daktari wako kuhusu kama inakufaa. Dr. George Fogan Smith, daktari wa familia.